Sikiliza kule. Sikiliza. Usiku wa siku ya sita ya tariki 10 mwezi wa kwanza mwaka 2024 na saa 3 na dakika 30 au 21h30 za usiku hadi saa 24 na madakika kadhaa ya kuamkia dimanche ndani wa mji wa Baraka. Masasi mingi yamesikika na yanahuzunisha sana raia ndani ya mji wa Baraka. Susa ni masasi imelia ndani ya kata la Kalinga Nord, musoko la Shemi Market na mukartie inayoitwa Matongo. Njoo hapo masasi ilipolia sana na inalalisha raia na hofu hadi kuamkia tariki 11 za mwezi wa kwanza siku ya Mungu. Ripoti hiyo au ndugu mtangazaji, yaripotiwa baada ya milio hiyo ya masasi mingi isiyokuwa na maana ndani ya mji huu wa Baraka, yaletea raia wa mji huu wa Baraka na kando kando mwake hali mbaya ndani ya usiku. Ndugu mtangazaji, kuna raia wanaoripotiwa kuzimia kwa ajili ya masasi inayosikika ndani ya usiku wa siku hii ya siku ya sita ya tariki 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ndugu mtangazaji, raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wauliza kwenye serikali ipatikanayo ndani ya mji wa Baraka, kwa nini ifikapo usiku wajeshi upiga masasi sana ndani ya mji wa Baraka? Ndugu mtangazaji, ingine swali ambapo raia inaoulizia, kwa nini jeshi haisikilizi malalamiko ya sisi raia? Kwa sababu tunashangaa sana na masasi inapolia ndani ya usiku yatuletea sisi raia hofu sana. Ndugu mtangazaji, hivyo sisi shirika la kiraia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi tuomba serikali letu ituambie neno moja, au viongozi wa serikali mkae au wakae chini watuambie jambo moja kwa ajili ya hii hali inayokuwa inasumbua sana raia ya masasi kusikika ndani ya usiku, isikuwa inatuletea hofu, kwa sababu twajua mlinzi wa kwanza wa raia ni serikali, lakini kwa ajili ya masasi inayopigiwa usiku, ndugu mtangazaji, hatujui kama hivi ni ulinzi wa raia, ni usumbufu wa kutesa raia sana tena sana. Ndugu mtangazaji, hiyo yasikitisha sana raia ya hapo Baraka. Vile shirika la kiraia vuguvugu machozi ya raia twaomba kwa serikali yetu ipige marufuku wa uzisaji wa pombe za makali ndani ya mji wa Baraka, kwa sababu labda pombe nayo inaweza kuwa chanzo moja. Askari akishalewa ni kupiga masasi, na ndani ya kupiga masasi ya kwa kibulevi, masasi moja ikipigiwa mingi inaweza ikaleta hofu sana. Naona gisi kuna wamama wamoja wanaozimia na masasi iliyopigiwa sana, iliyosikia kama vita na hakuna vita. Tunajua ndani ya Baraka kuna vita, lakini milio ya masasi yasikilika mingi. Vuguvugu machozi ya raia kemea vitendo kama na hivi, na tunaomba sana serikali letu iwe inajali sana raia. Hiyo ni lengo tunaloomba, au ni wajibu tunayoomba kama sisi vile shirika za kiraia. Ndugu mtangazaji, vile mama sasa ililia sana, ileta hofu sana ndani ya mji wa Baraka. Hiyo yote hivi na perturbe population sana, ya kuhamasisha ke mji wa Baraka kurejea adui, na tunajua ke hamuna adui, ni ukosefu utaratibu wa askari wetu wanapokunywa pombe mingi, ni kulilisha masasi sana ndani ya usiku.
Vraiment tunaomba kwa wakuu wa serikali waikae chini watupatie jibu moja kwa ajili ya kukamata suluhisho ya kila siku milio ya masasi kusikika. Asante ndugu mtangazaji. Nous sommes ici dans le cas des réfugiés de Ruigi, dans les fins fonds du Burundi. J'ai rencontré les réfugiés à un grand nombre, comme vous pouvez les voir autour de moi ici, des femmes, des hommes et des enfants. Je vais poser une question ouverte à tous ces réfugiés congolais. Vous allez suivre les réponses. Wandugu wapendwa, je, kwa kuwa M23 ingali Uvira, nyinyi wote muko tayari kurudia Uvira kuishi? Je vais poser une deuxième question à ces réfugiés. Wandugu wapendwa, wakati gani munapenda kurudia Uvira? Il s'agit ici de 7 armes AK-47, un PKM, un RPG-7, une bombe, 5 chargeurs garnis et des Motorola récupérés des mains de ces miliciens de la CRP qui déstabilisent la zone des Boulets et environ territoire d'Injougou. Ces combattants et leurs armes ont été présentés ce vendredi à Fataki au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, qui séjourne dans la zone. Pour ces ex-combattants, la misère est actuellement observée dans les camps de la milice CRP à cause de la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Moi, c'est Pakirabo. J'étais G3 dans la milice CRP. Mon nom est Sanya Mouzi John. J'étais porte-parole de la zone Boulé. Je suis Sanya Mouzi Mouniabo Patrick. J'étais commandant des bataillons. Je suis Djaouyambe John. J'étais rebelle au sein de la CRP. J'ai été arrêté, attaque aux rebelles. Aujourd'hui, j'ai laissé cette histoire derrière moi parce qu'elle détruit la vie. Pour mes frères qui sont encore dans la brousse, revenez, le gouvernement reste le père de tous. Occasion pour les commandants secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, de saluer l'acte posé par ses combattants. Un militaire congolais est bien pris à charge. Il est payé correctement et reçoit sa nourriture régulièrement. Aux jeunes qui sont encore dans la brousse, sachez que vous êtes juste égarés. La main tendue du gouvernement reste prête à vous accueillir. Ne mourrez pas inutilement manipulés. Revenez pendant qu'il est encore temps. La sortie des combattants et la récupération des armes en cascade en Ituri s'effectuent grâce aux approches militaires et non militaires prônées par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.